Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi cha neno. Ujumbe wetu wa leo unatokana na ujumbe unaotuongoza wiki nzima. Somo letu tunalojifunza leo linatokana na ujumbe tunaojifunza wiki nzima. Ujumbe wa wiki nzima unasema kushinda majaribu. Na somo letu tunalolianza leo linasema imarisha imani yako kwa Mungu ili uwe na uwezo wa kushinda majaribu yatakapotokea. Imarisha imani yako kwa Mungu ili uwe na uwezo wa kushinda majaribu yatakapotokea. Andiko la Biblia linalotuongoza katika somo hili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ile ya 10 na mstari wa 13. Tusome. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Tuombe. Mungu wetu, asante, tunakushukuru siku nyingine umetupa kuweza kutafakari neno, kutafakari ujumbe huu. Tunakuomba uongozi wa Roho wako Mtakatifu katika kutafakari, atuelekeza na kutupitisha hatua kwa hatua kwa nguvu zako, katika jina la Yesu, amen. Naitwa Emmanueli Mizarubi. Karibu sasa, ungana nami tuende moja kwa moja. Ujumbe wa leo, tuanze kwa kuangalia chanzo cha jaribu. Tuanze kwa kuangalia chanzo cha jaribu. Chanzo cha jaribu. Chanzo cha jaribu au chanzo cha majaribu. Chanzo cha majaribu kwetu sisi wanadamu ni katika fikira zetu. Majaribu yote tunayoyapitia sisi wanadamu, chanzo chake ni katika fikira zetu. Fikira zetu zinapokea taarifa ama matukio ama picha. Inaweza kaja taarifa kama wazo kutoka kwenye masikio yako kwenda kwenye fikira zako. Inaweza ikaja kama picha ikipita kwenye macho yako kuja kwenye fikira zako. Fikira zinatuma hiyo taarifa kwenye moyo. Moyo unatakiwa utoke na majibu ama ulete majibu sahihi ya kila ambacho fikira zimetuma, kwa kila ambacho fikira imetuma kwenye moyo. Moyo usipotoa majibu sahihi juu ya kila ambacho fikira zimetuma, moyo ukasema hiki unachokiona, hiki ninachokisikia sio sahihi, hapo mwanadamu umeingia kwenye jaribu moja kwa moja. Kwa hiyo jaribu haliwezi kutokea tu mara moja, linakuja kimchakato. Ni mchakato mpaka mtu aingie kwenye jaribu, ni mchakato. Ameona, amesikia, amefikiri, amepeleka moyoni. Moyo umeshindwa kutoa majibu ama umetoa majibu. Yale majibu ya moyo ama kushindwa kutoa majibu ndiko kunampeleka mwanadamu kuingia katika jaribu. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa 2 mpaka mstari wa 6, tunaona kwamba nyoka akaja akamwambia mwanadamu kwamba ati ndivyo Mungu alivyosema ya kwamba matunda ya mti yote mle. Akamwambia mwanamke, akamwambia kwamba Mungu amesema matunda mengine yote tunakula, lakini ule wa katikati ya bustani wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya tusile, Mungu amesema tukila tutakufa. Nyoka akamwambia mstari ule wa 5 kwamba hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, mtafanana kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6 unasema mwanamke alipoona ule mti wafaa kwa maarifa watamanika kwa macho, akachukua akala,
akampelekea na mume wake wakala. Sikiliza nikwambie, mwanamke alipokwisha kuambiwa na nyoka, kuhakikishiwa na nyoka kwamba hamtakufa kwenye fikira yake, na moyo ukashindwa kutoa majibu sahihi juu ya kile ambacho nyoka amemhakikishia mwanamke kwenye fikira zake. Moyo uliposhindwa kutoa majibu, mwanamke akaenda akafanya maamuzi ya akili yake, ya fikira yake. Lakini kumbuka ya kwamba kwenye moyo wa mwanadamu, kwenye moyo wa Adamu, ile sura ya 2 mstari wa 17 na 18, Mungu akamwambia mwanamke. Tusome mstari wa 17 na 18, sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo, sura ya pili, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 17 na 16, 17. Bwana Mungu akamwambia huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo mtakufa. Moyo umeshindwa kutoa majibu sahihi kwenye fikira ya kwamba kile unachokisikia kutoka kwa huyo ibilisi sio sahihi. Mwanamke akaingia majaribuni. Inaweza nikasema kwa namna moja ama nyingine ni kwamba majaribu ni fikira potofu, fikira hofu, kinyume na agizo la Mungu, kinyume na mpango wa Mungu, kinyume na mapenzi ya Mungu. Majaribu ni fikira potofu, ni fikira hofu, kinyume na mpango na kinyume na kusudi, kinyume na maagizo ya Mungu. Mwanadamu alipokea agizo la kiimani kwenye moyo wake ya kwamba matunda ya mti wa katikati ya ujuzi wa katikati ya bustani wa ujuzi wa mema na mabaya mkila mtakufa hakika. Ni agizo la kiimani kwamba mtakufa hakika. Kwa hiyo hilo agizo la kiimani alipo kwenye akili, agizo la kiimani lipo kwenye moyo. Kwa hiyo moyo ulitakiwa utoe majibu ya agizo la kiimani. Kama moyo ungetoa majibu ya agizo la kiimani, wasingekula, mwanadamu asingekula, kwa sababu moyo ulishindwa kutoa agizo, umeshindwa kutoa jibu la kiimani. Ndio maana wakafanyaje? Wakara wakafa. Ngoja nikwambie pointi hii itakusaidia sana. Kuna mahusiano kati ya imani na uponyaji wa fikira zako. Kuna mahusiano kati ya imani na uponyaji wa fikira zako. Kuna mahusiano pia kati ya imani na anguko, kati ya fikira zako na anguko la maisha yako. Kuna mahusiano kati ya fikira zako na anguko la imani yako. Narudia unielewe vizuri. Kuna mahusiano kati ya imani na uponyaji wa fikira zako, na kuna mahusiano kati ya fikira zako na anguko la maisha yako. Kuna mambo mawili ambayo tunataka tuiangalie. Kwenye Injili ya Mathayo. Twende tukaiangalie kwenye Injili ya Mathayo. Enda nami kwenye Injili ya Mathayo sura 22 aya ya 35. Tusome aya ya 35. Aya ya 35 kitabu cha Injili ya Mathayo. Inasema hivi. Nasema 35. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Nguvu ya imani yako ambayo ipo kwenye moyo ni lazima ihusike na hivi vitu viwili. Nguvu ya imani ilipo kwenye moyo wako. Nimekwambia kwamba moyo wa mwanadamu ndio wa Adamu ndio uliopokea agizo
la kiimani. Nguvu ya imani yako lazima ihusike na hivi vitu viwili katika maisha yako. Ihusike na maamuzi ya moyo wako. Maamuzi ya moyo wako, nguvu ya imani lazima ihusike. Jambo la pili, nguvu ya imani lazima ihusike na maamuzi ya akili zako, fikira zako. Fikira zako. Kwenye fikira ndipo shetani anatuchezea. Ndipo shetani anatuchezea na kutupotezea na kutupandikizia vitu vya ovyo na mabaya na mashida. Kwenye fikira, shetani ndipo anaweza kukwambia huu ugonjwa utakufa. Kwenye fikira ndipo shetani anaweza kukwambia usiende kanisani. Kwenye fikira ndipo shetani anaweza akakuhakikishia kwamba fanya hili jambo ni ovu, lakini anakuhakikishia fanya tu. Mbona fulani alifanya? Mbona siku ile ulifanya? Kwa hiyo nguvu ya imani yako ni lazima ihusike na maamuzi ya moyo wako. Moyo wako unaamua nini? Unatuma nini kwenye akili? Moyo wako umekosa maamuzi, lazima moyo wako uwe na maamuzi. Pale Adamu aliposhindwa kuwa na maamuzi kwenye moyo juu ya agizo la kiimani ambalo Mungu alimwambia msile mtakufa, hapo ndio tukaona anguko likaingia. Kwa hiyo nguvu ya imani ihusike na maamuzi ya moyo wako. Nguvu ya imani ihusike na maamuzi ya fikira zako. Imarisha imani yako kwa Mungu wako ili litakapokuja jaribu, litakapotokea jaribu, upate kulishinda ama upate kutoka. Andiko la Wakorintho ambalo tutaliangalia siku nyingine vizuri linasema, jaribu alikuwapata isivyo kawaida yenu. Kila jaribu lina mlango wa kutokea. Unaweza ukawepo mlango wa kutoka kwenye jaribu, lakini usiwe na miguu ya kutoka ya kupita kwenye mlango. Unaweza ukawa na miguu ukiwa ndani ya jaribu, lakini siwe na nguvu ya kukupeleka kwenye mlango wa kutoka. Imarishe imani yako ndani ya moyo wako ili litakapotokea jaribu. Imarisha imani yako kwa Mungu wako ili litakapotokea jaribu uweze kutoka kwenye jaribu. Leo nataka niishie hapa, tutaendelea siku nyingine kuliangalia ili somo. Tuombe. Bwana Mungu Baba wa mbingu na nchi, ninakushukuru, asante. Umenipa nafasi, umetupa nafasi ya kutafakari. Tunakuomba kama vile wanafunzi wako walikuomba, tuongeze imani. Kama vile ulivyomwambia mtume Petro, nimekuombea ili imani yako isitindike, uende ukaimarisha wengine. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu, Baba, ukaachilie nguvu ya imani kwenye moyo, maana moyoni ndipo kuna agizo lako. Mtunzi wa Zaburi ya 119 akasema, moyoni nimeliweka neno nisije kutenda dhambi. Moyoni ndipo kuna nguvu ya kushinda majaribu, ya kushinda dhambi. Imarisha imani ya moyo wake Bwana. Imarisha imani ya moyo wake Bwana. Na ninaomba maombi haya kwa jina lako. Ninaomba ukombozi wa fikira zake zilizoharibiwa, zilizokamatwa na ibilisi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Tutaendelea siku nyingine, ndugu msikilizaji, na huu ujumbe. Barikiwa sana. Usiache kupita kwenye mtandao wa kijamii kwenye YouTube. Andika Emmanuel Msarubi, utakutana na hili somo likiendelea. Barikiwa sana.